Madai mapya yanaonyesha kuwa Rais William Ruto, ambaye sasa hivi ametikiswa zaidi na umaarufu wa Rigathi Gachagua, ameamua kumtuma mmoja wa watu wake katika kambi ya Rigathi Gachagua ili kuhakikisha kwamba anampa ujumbe na vilevile kumtoa kwenye shabaha Rigathi Gachagua. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Katika kile kinachozidi kuibua taharuki kwenye jukwaa la siasa za kitaifa, wakili maarufu wa Umethuku ametoa madai mazito kwamba Rais William Ruto anatumia mbinu fiche kukabiliana na wimbi la ukosoaji kutoka kwa aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Kwa mujibu wa wakili Thuku, kuna mtu wa karibu na Gachagua ambaye amepokea malipo makubwa kutoka kwa serikali kwa lengo la kumvuruga kisiasa na kupunguza makali ya kampeni zake za ukosoaji dhidi ya utawala wa Kenya Kwanza. Madai haya yameibuka wakati ambapo Gachagua ameendelea kuwa mshindani mkubwa wa kisera na kisiasa kwa serikali ya Ruto, huku akiendesha mikutano ya hadhara kote nchini ambayo imejikita katika kuangazia changamoto za kiutawala zinazokabili serikali ya sasa. Thuku anadai kuwa hatua hiyo ya Rais Ruto inalenga kumdhibiti Rigathi Gachagua kwa njia zisizo za moja kwa moja baada ya juhudi za moja kwa moja kumzuia kugonga mwamba. Kwa miezi kadhaa sasa, Gachagua amekuwa mstari wa mbele katika kueleza hadharani kila anachokijua na anachokitaja kuwa ni kushindwa kwa serikali ya Kenya Kwanza kutekeleza ahadi zake kwa wananchi. Katika hotuba yake mbalimbali amekuwa akieleza kuwa kina jinsi serikali imeshindwa kushughulikia masuala muhimu kama vile gharama ya maisha, usawa wa kitaifa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Matamshi ya Gachagua ambayo yamewavutia wananchi wa tabaka mbalimbali yameelezwa kama chanzo kikuu cha msononeko katika ikulu na serikali kwa ujumla. Viongozi wa ndani ya muungano wa Kenya Kwanza pia wameanza kutofautiana hadharani, hali inayodhihirisha mpasuko wa kisiasa unaozidi kukua ndani ya serikali ya Ruto. Kwa mujibu wa wakili wa Umethuku, hatua ya kutumia mtu wa karibu na Gachagua inadhihirisha jinsi serikali imekata tamaa katika kukabiliana naye kisiasa. Thuku anaeleza kuwa mpango huu mpya wa kumvuta Gachagua kupitia ushawishi wa ndani unaashiria hofu iliyopo ndani ya mfumo wa serikali kuhusu ushawishi wa kisiasa wa Gachagua, hasa katika maeneo yenye idadi kubwa ya watu wanaopiga kura. Ingawa serikali haijajitoa ama haijatoa tamko rasmi kuhusu madai haya, hali ya kisiasa inaendelea kuwa tete, huku Wakenya wakifuatilia kwa karibu mwelekeo wa mvutano mpya kati ya viongozi wawili waliowahi kuwa washirika wa karibu. Hatua hii inaweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa kisiasa wa taifa, hasa ikizingatiwa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 unakaribia. Kwa sasa mwelekeo wa siasa za kitaifa unaashiria hali ya kuyumba kwa muungano wa Kenya Kwanza, huku wapinzani wa ndani wakionekana kuwa tishio kubwa kuliko wapinzani wa kawaida. Endapo madai haya yatathibitishwa, yanaweza kubadilisha taswira ya kisiasa nchini Kenya na kuathiri pakubwa maandalizi ya uchaguzi ujao.